nafasi ya kipekee ambayo Mungu ametupatia tuweze kuwa tena katika kipindi kizuri, kipindi kipendacho, kipindi cha ufafanuzi wa maandiko. Tunakujia kila siku ya Jumatano, na ili uweze kupata mafundisho haya na uchambuzi huu unaweza kusubscribe. Utakaposubscribe kuna kengele pale utabonyeza, ukibonyeza utakuwa wa kwanza kuweza kupokea mafundisho haya. Na Mungu akubariki. Karibuni kwa hiki kipindi. Kwa majina anaitwa Pastor Julius Mwaniki, karibuni sana. Asante, karibu mchungaji. Mkono wangu wa kuume niko na ndugu yetu hapo karibu nami, atatambua majina yake. Mtazamaji na kusalimia katika jina la Yesu. Jambo. Hatujambo. Jina langu ni Vincent Korir, karibuni sana. Asante Mwalimu Korir, karibu na wewe. Tuko na ndugu yetu pale, atatambua pia majina yake. Na wasalimu katika jina la Yesu. Jambo. Hatujambo. Pia majina ni David Mambore, karibuni sana. Asante Mwalimu Mambore, nami naye nena naye kwa majina ni Eva Wambua, karibuni kwa kipindi. Amen. Basi kabla tuingie kwa kipindi, naomba ndugu wetu Vincent ambaye ni mwalimu wetu ataweze kutufungulia kwa ombi. Asante mwalimu, tuinamishe vichwa tupate ombi. Baba wetu Mungu muumba wa mbingu na nchi, tunaomba Roho wako Mtakatifu akuwe kiongozi wetu. Mungu wetu, pia mtazamaji na mkabidhi mkononi mwako. Mapenzi yako yaweze kutendeka sasa na hata milele, kwa maana naomba hayo kupitia jina la Yesu Kristo aliye mkombozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi siku ya leo ambayo ni siku ya kipekee, tuko na mada nzuri, mada tamu, mada ambayo inahusisha kila mmoja wetu, hata wale ambao bado watazaliwa. Mada hii na wahusu. Mada hii inasema mitazamo au mifano, unaweza kusema mifano au mitazamo ya ndoa. Ndoa, marriage, images for marriage. Hii ni mada moja ambayo inahusiana na kila mmoja wetu aliye mahali hapa. Wewe kwa hapa ni kwa sababu kulikuwa na ndoa mahali fulani, na ndio ikasababisha wewe ukawa mahali hapa. Basi tunapoenda kuiangalia, hebu tukaweze kuangalia fungu linaloenda kutuongoza katika mada hii. Fungu hili linatoka katika kitabu ni kile cha Ufunuo. Ufunuo ni 19 fungu la 9, ambayo imeandikwa ikisema, akaandika akisema, heri yule aliyealikwa katika karamu ya mwana kondoo. Sisi sote tumealikwa katika karamu, lakini ana heri yule ambaye atakubali kuingia katika karamu hii. Amina. Katika utangulizi sehemu ile kwa kifupi tu tunapoiangalia, tunaona ya kuwa ndoa ambayo kila mmoja wetu anatamani kuingia, na wale wako ndani wanatamani kudumu pale, lakini hiyo ndoa ya furaha ni kwamba ndoa yetu ambayo tuko nayo katika ulimwengu huu ni mfano tu wa ile ndoa ambayo tunaitarajia iweze kuwepo Yesu anaporudi kuchukua kanisa lake. Basi tutaona mifano mingi katika mada ya leo, ambayo mifano hii ama mitazamo hii ya ndoa ambayo tuko nayo. Tutaona ndoa halisi, tutaona bibi harusi ambaye alikuwa ni kahaba, tutaona pia bibi harusi ambaye ni kanisa, na tutaona bwana harusi ambaye anakuja mbele Yesu Kristo. Je, mitazamo ya ndoa hizi katika mada hii itatupeleka vipi na itatupelekaje na tutaelewa nini? Mtazamaji karibu. Nikisema tu kwa kifupi pale sehemu ya kwanza ni kwamba ndoa ni shule ambayo hakuna mtu ana graduate. Ajitibu kila siku unajifundisha, kama vile hatuhitimu kumjua Mungu kikamilifu. Mungu haturiziki na hawezi kujulikana, ndivyo hata ndoa ilivyo katika maisha yetu. Hebu ndugu zangu ambao mko hapa mnapotazama mtazamo wa ndoa, mchungaji. Vile ambavyo umeeleza vizuri kabisa. Tunaongea kwenye mifano ya ndoa. Mungu ametumia picha fulani hapa katika Biblia ambayo inatupa mfano wa ndoa halisi. Kwa mfano, tunaposoma Biblia utaona mwanamke, unaona Hosea ambaye alikuwa ni nabii ambaye ameoa kahaba. Sasa huyo kahaba anaashiria kitu gani? Na Hosea ambaye ni nabii wa Mungu, imekuwaje ameoa mwanamke ambaye ni kahaba?
pia na watoto, na huyu mwanamke kahaba amekuja na watoto wa kahaba. Hayo ndio maneno ambayo tutaweza kuangalia hapa, na pia vile vile tutasoma pia kuangalia kwamba Biblia inamtaja Yesu kuwa yeye ni bwana harusi. Na kanisa nalo ni bibi harusi. Alafu pia hiyo Biblia pia inazungumzia kuhusu inataja kuna makanisa mawili, moja inaitwa ni kahaba na lingine linaitwa ni kanisa bikira. Hiyo pia ni mifano ambayo Biblia imetumia. Asante. Basi tunapotoka pale kwa mchungaji, tunaangalia kipengele ambacho kinazungumzia one flesh, ambayo ni kitu kimoja. Ndoa inatakikana iwe kitu kimoja, kwa hao wawili wanapoingia kwa ndoa wawe kitu kimoja. Lakini kuna vitu vitatu ambavyo ningeweza kuzungumzia. Watu wanapopendana na kuoana na kuwa katika familia, wanatamani na niombi lao ya kwamba wawe kitu kimoja. Basi katika umoja huu unapatikana katika kile kitabu cha Mwanzo 2:23 hadi 25. Wakati Adamu alipokuwa Mungu akaona wanyama wote akawapatia majina, lakini hakuna aliyefanana naye. Ndipo Mungu akampa usingizi Adamu. Na Adamu alipolala akatolewa mbavu na Hawa akatengenezwa. Alipoamka na kumuona Hawa akasema, sasa huyu ni mifupa na nyama ya amempata aliye kama yeye. Na ndipo anasema katika huu umoja wao ambao sasa wanaunganishwa pale Edeni na Mungu katika ndoa hii, ilikuwa ni ndoa ya furaha isiyo na kifo, isiyo na matatizo, iliyo na kila kitu. Lakini tuweze kupata ndoa ya aina hii, acha nikupe sababu tatu za kukusaidia mtazamaji wangu na hata mimi ninayezungumza ya kwamba tuweze kuwa kitu kimoja. Tunahitaji tukaweze kuwa watu wa kusamehe mmoja kwa mwingine. Msamaha katika ndoa muhimu sana. Pia tukaweze kukubali yule uliyemtafuta ukampenda, mkubali jinsi alivyo. Utakapomkubali kutakuwa na ule kushikamana vizuri, ndipo muwe kitu kimoja. Alafu kuna jambo moja hapa bado nzuri linasema umweke yeye awe wa kwanza, kama vile unaweka Mungu wa kwanza kabla ya nafsi yako, umweke yeye pamoja. Yule mpenzi wako aliyemuoa basi awe wa kwanza. Let her be number one before yourself. Na tutakapofanya hivyo tutakuwa na perfect marriage ambayo ni Mungu peke yake anaweza kutusaidia. Tukitoka basi sehemu hii tuende sehemu inayofuata ambapo nitauliza mwalimu wetu Torino akaweze kutuchukua katika sehemu ile aliposoma Who is this beautiful bride? Nani? Asante sana mwalimu kwa nafasi. Tunasidi kuangalia kuhusu jambo hili ambalo tunaambia hili yule aliyealikwa katika karamu ya mwana kondoo. Yes. Na tunapoona the beautiful bride, bibi harusi mrembo, na ikanipeleka tukiona katika kitabu cha Ezekieli, naona kuna jambo nabii Ezekieli ananena. Yes. Na anasema ya kwamba tunapata msichana ambaye aliachwa, alitupwa, hata kitofu chake hakijakatwa. Kana kwamba tunapopata picha hiyo katika mtazamo wa kwanza ni kwamba amepuuzwa kabisa. Amepuuzwa kabisa. Ndipo itaendelea, nikasema tu nisome haya moja katika Ezekieli 16 haya ya 4. Na ikasema, na katika habari za kusaliwa kwako siku ile uliyosaliwa, kitovu chako hakikukatwa, wala hukuoshwa kwa maji usafishwe, ukatiwa chumvi hata kidogo, wala hukutiwa katika nguo kabisa. Tunapata habari hii inapoanza kusimulia jambo hili, tunapata huyu msichana amepuuzwa. Hakuna yeyote ambaye anajali. Lakini ukiendelea pale katika haya ya 5 ni kwamba Mungu alipoona akasema akaweza kumuona na akaweza kumleta karibu. Tukamwambia alipoletwa karibu ni kwamba aliweza akaoshwa, akasafishwa, akang'arishwa, mpaka akametameta. Akapendeza. Akapendeza mpaka watu wakatamani, ambapo ukiendelea pale anasema mataifa mengine
ikawa wanazungumza juu yake. Nasema jambo umeonaje jambo hilo? Tukaona kweli jambo hili ni kwa hakika tunapoona katika unabii kwamba tukiona katika taifa la Israeli, hili taifa la Israeli tunazungumzia kabla, wakati ambao walikuwa wameacha Mungu, ni kwamba maisha yao ikabadilika sana, ikawa duni. Na Mungu aliposongea na akasongea karibu kwa Mungu, mambo akabadilika. Katika utawala wa Daudi na Suleimani, tunaona ya kwamba taifa la Israeli ilikuwa imekuja katika hali nyingine, standard ya hali ya juu. Baada ya queen ambaye anaitwa Sheba akaenda kufanya benchmarking siri ni nini hapa. Na tunapoona maandiko yanapozungumzia kuhusu kupalishwa, ni tunazungumzia haki ya Mungu, the righteousness of God. Amen. Kwamba alipokuwa na taifa la Israeli aliposonga karibu na Mungu, ikawa na mtazamo mzuri sana. Lakini kuna jambo ilitendeka tena. Baada ya Mungu kuweza kumweka huyu mrembo sawa sawa, kiburi ikaingia. Kiburi ilipoingia ni kwamba akaweza kuacha, na kando na kiburi ukahaba ikaingia. Maandiko inapozungumzia ukahaba ni kuacha Mungu, ambaye tunaona ya kwamba bwana harusi tunayemtarajia, ambaye hii text imetueleza ni Yesu. Ni kwamba tunapoacha na kwenda kando yake, ni kwamba tunaenda katika ukahaba. Jambo lingine muhimu ni kwamba usuri, the beautifulness ambayo ilikuwa ni haki ya Mwenyezi Mungu pekee yake. Jambo la pili ambalo tunapaswa tujue ya kwamba huyu msichana mrembo hakufanya jambo lolote. It was just God's favor. Mungu aliweza kuona na akaweza kuonelea na akaweza kusimama. Tukapata kuona ya kwamba tunapolinganisha katika mfano, katika ndoa, katika intimacy, inatulinganisha na inatuleta tuone umoja na ushirikiano wa mbingu. Ndipo tunaona hilo inapotuambia kwamba heri yule ambaye amekaribishwa katika karamu ya mwana kondoo. Asante sana mwalimu. Asante mwalimu. Nafasi inayofuata naomba nimpatie mchungaji aweze kuchukua nafasi ile, atupeleke katika ufafanuzi wa hizi ndoa hizi tunazoziona. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So tunaangalia sehemu ambayo Hosea anaambiwa na Mungu aende akatafute mwanamke mzinzi aliye na watoto ambao ni watoto wa kahaba, ili akaweze kuwaleta. Na Mungu anapomweleza hivyo, Mungu anahitaji kumuona huyo Hosea akimpenda sana huyu mwanamke, ingapo huyo mwanamke yeye ni mzinzi. Naomba tu nisome hilo fungu ndiposa ili tukaweze kupata vizuri katika kitabu cha Hosea 1 fungu lake la 2. Inasema, hapo kwanza Bwana aliponena kwa kinywa cha Hosea, Bwana alimwambia Hosea, enenda ukatwae mke wa mzinzi na watoto wa mzinzi, kwa maana nchi hii inafanya uzinzi mwingi kwa kumwacha Bwana. Kwa hivyo hii ndio mifano ile tunaona, ama mifano ambayo tunaiona katika ndoa. Biblia inapotaja Hosea, Mungu anamwagiza aenda akaoe kahaba, aje na watoto wa mwanamke mzinzi. Ilikuwa ina picha fulani ambayo Mungu anataka kufundisha. Katika fungu hili ni kwamba wana wa Israeli Mungu aliwapenda sana. Kile ambacho tuliona mwalimu Koreli ameelezea, akisema kwamba Mungu alipoangalia Israeli ni kama mtoto ambaye alikuwa ameachwa, ametelekezwa na mama yake, na hivyo ametupwa. Hata kitovu chake kilikuwa hakijakatwa, alikuwa anadaadaa kwenye damu. Sasa kile ambacho Mungu alichokifanya ni kwamba aliweza akamsafisha, akamtengeneza vizuri, akamvalisha na nguo za kitani vile vile vinavyoelezea,
akampaka mafuta mazuri, akawa mwanamke wa kurembeza. Alipokuwa taifa la Israeli ni mfano tu unaofananishwa kama mwanamke, ni kama msichana ambaye amelindwa vizuri, ambaye ametamanika na wanaume tuseme. Na hiyo basi, baada ya Mungu kufanya hivyo vyote alipofanya, akaona kwamba hawa Waisraeli hawa walimwacha Mungu, wakakimbilia kuabudu miungu mingine, wakamwacha Mungu ambaye amewatoa mbali. Unajua historia inatuambia kwamba Wanaisraeli walikuwa Misri. Mungu amewatoa pale, hawakuwa na mahali hata pa kukaa, akawaonesha mahali pa kukaa ambayo ilikuwa ni ahadi Mungu aliwaahidia kwamba itakuwa ni kwao. Akawalinda, akawatunza pale, akawakinga kutokana na adui wengi waliokuwa wanawazunguka. Lakini kwa sababu waliasi Mungu, sasa Mungu anawaita kwamba wao wamekuwa kama mwanamke kahaba. Sasa mwanamke kahaba huyu ambaye amemwasi Mungu. So katika Biblia ni vizuri mtazamaji na msikilizaji kuelewa hili. Tunapozungumzia mtu kahaba ama kanisa kahaba, ama ni mtu ambaye ameasi sheria za Mungu. Hataki kufuatana na sheria zile ambazo Mungu amezitoa. Huyo ni kahaba. Hapa tunapojifundisha kwamba Hosea anaoa mwanamke, Hosea anawakilisha Mungu. Sasa Hosea anapooa mwanamke kahaba ni kama Mungu amechukua mwanamke kahaba. Revelation inafundisha. So hawa ni kahaba kwa sababu hawataka kufuata masharti ya nani? Masharti ya Mungu. Unaposoma katika kitabu cha Ufunuo 17, nayo inatupatia picha nyingine katika kitabu cha nayo pia vile inataja kahaba. Si namna hiyo. Ngoja nisome hilo fungu 17 kuanzia fungu la kwanza. Inasema hivi: akaja mmoja wa wale malaika 7 wenye vile vitasa 7, akanena nami akisema, njooni huku. Ananena na Yohana, anamwambia, njooni huku, nitakuonyesha hukumu ya yule kahaba mkuu aketie juu ya nini? Juu ya maji mengi. Unaposoma 15 hapo 14 15 itakwambia maji mengi ni nini? Ni watu. So hiyo pia ni mifano. Hiyo mifano. So Biblia inatumia mifano, inasema kwamba wacha nikuonyeshe kahaba ambaye ameketi kwa maji mengi. Kumaanisha kwamba ili tuseme ni mwanamke ambaye hakai na mume wake, amefanya akirangaranga akitangatanga kila mahali, ambaye katika Biblia inazungumzia kahaba ni kanisa ambalo limeasi mafundisho ya nani? Maana watu wa Mungu wanafananishwa na mwanamke. Mwanamke anaweza kuwa mwanamke kahaba ama mwanamke nani? Bikira. Kitabu cha Ufunuo 12 kinatuelezea mwanamke bikira, kinatuonesha na tabia yake. Ufunuo 17 inatueleza kahaba na tabia zake za huyo kahaba. So kusema haya ya pili na yote fungu inasema huyo kahaba ni kahaba kwa nini? Fungu la pili nasema ambaye wafalme wa nchi wamesini naye, nao wakao katika nchi wamelevya kwa mvinyo ya uasherati wake. Sasa wafalme wa dunia wamesini naye, kumaanisha yeye hana Mungu mmoja anayemwabudu na kumtegemea. Alafu pia ana mafundisho ambayo ni maovu, mafundisho machafu, mafundisho potofu ambayo ameyafundisha katika ulimwengu wote. Ndiposa kusema katika kitabu cha Ufunuo 18 inakwambia tutoke Babeli, tutoke kwa mafundisho ya dunia. Maana Biblia inasema umeanguka Babeli. Sasa Babeli imeanguka, imebaki magofu. Sasa ndiposa ili sisi tupone ni tutoke kule. Kutoka inamaanisha kwamba tufuate Biblia. Kama Biblia imesema tutii. Kama Biblia haijasema na wewe period. Ndio sehemu kubwa ambayo tunaipata katika sehemu hii ya mke wa Hosea. Asante mchungaji kwa ufafanuzi huo, ambao kule mke huyu wa Hosea ni makanisa ambao ni makahaba ambao hapata sheria na Mungu mwenyewe anataka kanisa la
beautiful beautiful bride. Sisi tuwe mabibi harusi. Ndio hapo mwalimu, unakumbuka Biblia inasema kwamba kanisa linafananishwa na bibi harusi ambayo Yesu mwenyewe ndiye bwana harusi. Unaposoma kitabu cha Ufunuo 21 kuanzia fungu la kwanza na kuendelea. So hiyo pia ni mifano. Ni mifano hapo. Mwalimu Mamboleo, hebu tueleze katika kipekee kinachofuata ni mambo gani katika mtazamo wa ndoa juu ya Isaka na Rebeka? Kuna nini pale? Ama ni mtazamo gani ambao tunaonekana tujifunze siku ya leo? Asante sana mwalimu kwa nafasi. Katika kipengele hiki cha Isaka na Rebeka, naona kwamba kusoma katika kitabu cha Mwanzo 15 tunaona kwamba Abraham anafikia katika umri wa uzee na bado anakumbuka zile ahadi Mungu alikuwa amempatia ya kwamba atakuwa baba wa mataifa na wataongezeka. Sasa kuna jambo analifanya hapa. Anachukua mtumishi wake ambaye Eliazi, anaweza kumtuma aenda amtwalie mwanawe mke, lakini anamwagiza ya kwamba asimtwalie. Ukisoma katika kitabu cha hiyo Mwanzo 24 ukisoma fungu la 3, anamwambia nitakuapisha kwa jina la Mungu wangu usimtwalie katika hawa binti wa Kanaani. Na tunapojiuliza ni kwa nini sasa Abraham hataki mtoto wake aweze kutwaliwa katika wale mabinti wa Kanaani, ni kwamba wale binti wa Kanaani, kwa sababu Abraham mwenyewe alikuwa anakaa kati yao, alikuwa anajua yale ambao wanafanya, walikuwa wanaabudu miungu, na alikuwa anajua ya kwamba wale mabinti wanaweza kumgeuza moyo na mwanae na akaweza kuabudu hiyo miungu. Na jambo lingine tunaona ya kwamba wakati huyu Eliazi anapoenda sasa, kuna jambo analifanya, anaendelea na maombi. Unaposoma hiyo tunaona akifika pale anamuomba Mungu, anamwambia ya kwamba yule atakaye kuja na utaweza kumuomba maji na akanipa na akaweza kunyesha hata ngamia zako, takuwa nimejua umemchagulia mtumishi wako. Na tunaona hivyo ombi linafanya nini? Linajibiwa. Kwa hivyo hata tunajifundisha ya kwamba maombi pia katika imani na hata katika ndoa zetu na hata kutafuta wajumba pia maombi inafanya nini? Inasaidia pale na ni muhimu. Na sio huyo mtumishi peke yake alikuwa anaomba, na hata Isaka mwenyewe pia alikuwa anafanya nini? Anaomba kule nyumbani. Na jambo ambalo tena tunaweza kuangalia, nataka kusoma katika kitabu cha hiyo Mwanzo 24:57. Sitasoma hiyo, lakini nitasoma mstari wa 59, lakini 57 pale wanasema ya kwamba wacha tumuite mtumishi huyu, anapowaambia mtanipatie huyu msichana niende naye, wacha tumuite afanye nini? Ajisemee mwenyewe. Ni kwamba alikuwa na uhuru wa kufanya nini? Wa kujiamulia. Hivyo hivyo akakubali na wakaandamana naye. Ni hivyo hivyo tunaona hata katika ile harusi ambayo tumealikwa, sisi wenyewe tuko na uhuru wa kufanya nini? Wa kuchagua. Katika hiyo mstari wa 59 ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. Sasa kuna mambo ambayo wanamfanyia huyu Rebeka kabla aondoke. Wanampatia hata yaya mtumishi ambaye anaenda kumtumikia. Ndio hivyo hata tukiangalia katika hizi ndoa zetu, hii ni kama mfano tumepewa. Wakati sisi tunapopeana mabinti zetu katika kuolewa, sisi huwa tunafanya jambo kama hili, huwa tunalifanya, ukiendelea kusoma hapo hiyo fungu ya 60 sasa nilisome, wakambarikia Rebeka, wakamwambia ndugu yetu uwe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi. Sasa wakambariki. Sasa ni jukumu letu kama wazazi, wakati unapeana binti yako unaweza kumbariki. Yale maneno ambayo unamtamkia yatakuwa ya
msaada katika maisha yake ambayo yanaendelea. Kwa hivyo ni changamoto kwetu wakati watoto wetu wanapoingia katika ndoa, ili tuweze kuwafanyia kuwatafutia baraka. Asante mwalimu. Niliona pia nikisoma pale, nikaona pia Rebeka alipotoka walipokutana na Isaka, akauliza yule ni nani anakuja? Akaambiwa ni Isaka. Alafu na Isaka naye kumbe anapoangalia anaona watu wanakuja, naye pia anajiuliza ni nani. Lakini Rebeka anaonyesha heshima kubwa sana. Kwa sababu alipomuona yeye alishuka kutoka kwa ile punda ambaye alikuwa ameipanda. Alafu akachukua kitambaa akajifunika. Hiyo si inaonyesha ni heshima. Na hii inatufundisha kwamba wanawake waheshimu nani? Wanaume zao. Na pia na wanaume pia nao wana sehemu nao ya kufanya kwa ajili ya wake zao. Asante mchungaji. Kwa hiyo mwalimu Vincent, tupeleke katika sehemu ya sasa, ndipo tupeane nafasi kwa Asante sana mwalimu. Kwa ufupi nitapitia, na tunaona katika kitabu cha Ufunuo 19 aya ya kwanza na kuendelea pale, ambapo tunaona mkahaba anahukumiwa. Anahukumiwa ni kwa maanisha ya kwamba hakuna kitu ambacho hakina mwisho, ya kwamba hata wito huu ambapo tunasikia inaitwa, kuna wakati sauti huo itanyamaza. Ndipo tukaona sasa katika Ufunuo 19 ndipo inajaribu kutuonyesha ya kwamba katika maisha, hata katika maisha ya ndoa, kama kuna mmoja ambaye si mwaminifu, kwa mfano kama mke si mwaminifu kwa mume wake, ni kwamba mambo hayo yanauma moyo sana. Na kama itapokuwa ameikwa nama na anarekebishwa mara kwa mara na amekwamilia katika tabia zake, inafika mahali inaitwa no return, yani hakuna kurudi tena. Ndipo tunaona mkahaba huyu anapohukumiwa, tunaona ya kwamba mambo yake na tabia zake zinaonyesha na inadhihirisha wazi, matendo yake zinadhihirisha wazi. Na ndipo ikaendelea ambayo tunapoona kuhusu ndoa katika Ufunuo 21 haya kwanza mpaka 4 inazungumzia kuhusu ndoa. Na katika ndoa ya kuunganisha kwa watu wawili, ni jambo hili linatumika tu kama mfano, ambapo tumeona ya kwamba bibi harusi ni kanisa na bwana harusi ni Yesu Kristo. Na vile vile tukiona wanawake wawili ambao tunaona mkahaba na bikira, inasimamia kanisa la kweli na kanisa ya uongo. Tunapoona kanisa hii ya uongo ama mwanamke mkahaba, ni huyu ambaye amelewa mafundisho ya uongo na amekataa kusikia sauti ule ambao mchungaji aliweza kusema ya kwamba sauti inasema tokeni Babeli. Ni kwamba amekwamilia pale, ni kwamba inafanywa uamuzi na ikaona ya kwamba kwa hakika amekataa kusikia sauti. Kasema kuna roho ambayo ikiwekwa, ambayo iko katika kanisa, ambayo tumeona ni uhusiano, ni mifano haya ambayo tunaiona kanisa na Mungu. Na haya yote ni kwamba inaturekesha katika fungu ambalo tuliweza kusoma ya kwamba heri yule ambao amealikwa katika harusi ya mwana kondoo. Ndipo tunaona jambo hili, na tunapoona hukumu inafika, na tunajua Mungu ni Mungu wa haki, ni kwamba kila mtu analipwa kulingana na matendo yake. Kila ambacho nimejifundisha hapa ni kwamba Mungu ni Mungu ambaye anapenda haki. Haki hii lazima itatendeka. Kahaba ambaye amefundisha mafundisho ya uongo duniani kote, kwanza apate haki yake. Maana amefanya watu wengi wameangamia. Watu wengi wameangamia kwa sababu ya mafundisho ya uongo. Kuna mafundisho mengi tu kama mafundisho ya imani, kama mtu akifa anaenda kuishi mahali fulani. Haya ni mafundisho ambayo hayana msingi ya imara katika Biblia. Biblia inazungumzia kwamba waliokufa Yesu atakapokuja, tarumbeta italia na wako watakuwa
namna gani? Watapinga na watakapofufuka wao watapelewa. Sasa ikiwa mtu anakufa anaenda mbinguni ama kuja huko, ayamo wapi? Anaenda kuangalia. Hayo ndio maana tunasema huyu mwanamke kweli ni kahaba. Hayaja simama kwa Mungu peke yake. Ana wafalme wengi ambao tunasoma. Unaposoma katika wakati mwanamke huyu anapohukumiwa, nimependa niongezea hapo katika fungu la 6 inasema, nikasikia hiyo ni Ufunuo 19 fungu la 6 inasema, nikasikia sauti kuu, nikasikia sauti kama sauti ya makutano mengi na kama sauti ya maji mengi na kama sauti ya radi yenye ikisema, haleluya, kwa kuwa Bwana Mungu wetu mwenyezi amemiliki. Amen. Sasa shetani ameshindwa, kahaba ameangamizwa. Sasa wale ambao watamiliki dunia ni Mungu atamiliki, na wale ambao wamesimama na ile wakiwa ni waaminifu, wanafuata andiko jinsi linavyosema, wamefuata sheria na mambo ya Mungu. Unaposoma Ufunuo 21 fungu la 1 mpaka la 4, 21 inamalizia kwa kusema ya kwamba Mungu ataifanya dunia kuwa mpya, ataupa mbingu mpya na nchi mpya. Alafu wale ambao waliolia dunia nasema atawafuta majonzi. Biblia inazungumza katika hiyo aya inasema kwamba nikasikia, Yohana anasema nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, maskani ya Mungu yatakuwa pamoja na wanadamu. Kwa hivyo Mungu maskani ya Mungu sio pamoja na wanadamu. Kahaba ameshapata haki yake. Shetani ameshapata haki yake. Watu wote manabii wa uongo wamepata haki zao. Sasa Mungu anasimama kuwafuta majonzi. Sasa upendo wa Mungu unadhihirika wakati ambapo atawalipa wenye haki kulingana na matendo yao, na wale wenye dhambi watalipwa mabaya kulingana na vile walivyoishi. Mji mpya na nchi mpya na Mungu akiwa ndani na wateule inashuka waishi pamoja na Mungu. Jambo ambalo watu mchungaji nalipata ni kwamba Edeni ilipokuwa imewekwa ilikuwa nzuri sana, lakini tukaipoteza kwa sababu ya dhambi, na ikachukuliwa ikaondolewa kwetu, tukabaki tuking'ang'ana kuweza kutafuta ni vipi tutaweza kurudi katika Edeni. Lakini kumbe Edeni inakuja Kristo akiwa na jewe utakuwamo. Watazamaji wetu na wasikilizaji, nafasi sasa ni yenu kwa ajili ya kuuliza maswali, kutoa tangizo kabla tufunge kipindi cha siku hii ya leo. Anaona maswali hakuna, na ninaamini tumejifunza jambo kutokana na mada hii ya mifano na mitazamo ya ndoa iliyo nzuri ambayo tunaitarajia. Ni ndoa ambapo Mungu anakuja kuchukua kanisa lake, kanisa ambalo halina mawaa. Kwa hivyo jiulize, utakuwa katika ile harusi. Heri walioalikwa katika karamu ya Bwana. Naomba iwe pale. Sijui mwenzangu tazamio lako. Mungu aweze kuwabariki. Tukutane juma lijalo siku ya Jumatano. Bwana akubariki. Amen.